Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein, lakini tuitazame Ufaransa. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron anakabiliwa na shinikizo jipya nchini humo. Rais huyo anakabiliwa na shinikizo jipya la kisiasa baada ya waziri mkuu wake mpya Sébastien Lecornu kujiuzulu katika hali ambayo haikutarajiwa. Macron amempa Lecornu jukumu la kuendesha mazungumzo na vyama vya siasa ili kutafuta njia za kurejesha utulivu wa kisiasa. Hatua iliyopingwa vikali na upinzani na hata washirika wa Macron, wakiwemo waziri wa zamani, wakisema kuwa uchaguzi wa mapema wa rais ndio suluhisho sahihi la mkwamo wa kisiasa nchini humo. Lecornu, ambaye alikuwa waziri mkuu wa tatu kushika wadhifa huo tangu kufanyika kwa uchaguzi wa ghafla wa bunge mwaka uliopita, alitangaza kujiuzulu baada ya serikali yake kukataliwa na pande zote, wapinzani na hata baadhi ya washirika wa Macron. Serikali hiyo ilikuwa ya muda mfupi zaidi katika historia ya kisiasa ya Ufaransa. Baada ya kujiuzulu, Rais Emmanuel Macron amempa Lecornu jukumu jipya la kufanya mazungumzo ya siku mbili na vyama mbalimbali vya siasa kwa lengo la kutafuta mwafaka wa kisiasa. Hata hivyo, hatua hiyo inaonekana na wengi kama njia ya kujiongezea muda tu badala ya kutafuta suluhisho la kweli. Upinzani umependekeza mwelekeo tofauti. Wanasiasa mashuhuri akiwemo waziri mkuu wa zamani Edouard Philippe pamoja na kiongozi wa chama cha mrengo wa kulia Jordan Bardella wametaka uandaliwe uchaguzi wa rais mapema ili kutatua mkwamo uliopo. Wanahoji kuwa mfumo wa sasa wa bunge usiokuwa na wingi wowote wa wazi unataka kufanyika maamuzi makubwa ili kuirejesha Ufaransa katika mwelekeo sahihi wa utulivu wa kisiasa. Waziri mkuu wa zamani wa Ufaransa Gabriel Attal amesema, "Sielewi tena maamuzi haya tangu kuvunjwa kwa serikali, jambo ambalo lenyewe halieleweki. Maamuzi mengi yamekuwa yakitoa hisia kwamba hakuna nia ya kushirikiana katika madaraka, ili hali kila kitu katika matokeo haya kinaeleza tushirikiane." Lakini vipi hatma serikali ya Rais Emmanuel Macron? Kwa sasa swali linaloulizwa ni je, Macron atafanya nini? Muda unazidi kuyoyoma, kwani anapaswa kuondoka madarakani fikapo mwaka 2027 baada ya kutumika mihula miwili ya urais. Wataalamu wa mambo wa kisiasa wanajadili uwezekano wa hoja kadhaa. Hata hivyo, hakuna hata moja iliyotoa suluhu la haraka, na inaonekana Emmanuel Macron, rais wa Ufaransa, anajitengenezea njia ya kumteua tena Lecornu badala ya Bruno Le Maire, waziri wa zamani wa fedha, ambaye uteuzi wake kama waziri wa ulinzi ulisababisha mgogoro huu, na kusema atajiondoa serikalini. Lakini haijulikani ikiwa Lecornu ataweza kuunda serikali au kama atafanikiwa katika kura ya imani bungeni ambako serikali yake haina wingi. Hatua nyingine ni iwapo Macron atamteua waziri mkuu mwingine mpya. Huyo atakuwa waziri mkuu wa 8 katika kipindi cha utawala wake na watatu mwaka huu pekee, jambo lisiloonekana vyema katika taswira ya kisiasa nchini Ufaransa.